Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwendelezo wa mazungumzo yetu juu ya ibada ya swala, leo inshallah tutazungumzia kuhusu tohara. Tohara ni usafi. Tohara ni jambo muhimu sana katika ibada hii ya swala. Kila mwenye kuswali ni lazima afahamu namna gani atajitoharisha. Na tohara ina vigawanyo viwili. Kuna tohara ya kilugha na tohara ya kisheria. Tohara ya kilugha maana yake ni mtu kujisafisha au kujitakasa kutokana na uchafu. Na tohara ya kisheria ni mtu kujitoharisha kutokana na najisi. Ndugu zangu, kuna tohara namna mbili. Kuna tohara ya ndani ya moyo na kuna tohara ya kiwiliwili. Tohara ya ndani ya moyo ni mtu kujiweka kando na shirki na maasia na kila mambo mabaya. Na tohara ya kiwiliwili ni mtu kujisafisha kutokana na hadath kubwa na ndogo pamoja na najisi. Na Muislamu anatakiwa kuhakikisha kwamba yuko tohara, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kutubia na anawapenda waliokuwa tohara. Kwa hakika ibada hii ya swala ni ibada ambayo inamtaka mwenye kuiswali awe yuko tohara. Awe tohara katika moyo wake na awe tohara katika kiwiliwili chake. Na huwezi ukafanya tohara ya aina yoyote isipokuwa kwanza uyatangulize maji, baadaye ndio vifuatie vitu vingine baada ya kukosekana kwa maji. Kwa hiyo tutaeleweshana vigawanyo vya maji ili mwenye kufanya tohara hizo awe atakuwa anayafahamu maji na vigawanyo vyake, anayajua ni maji gani yanayofaa na maji gani yasiyofaa, ili ajue vipi atayatumia haya na vipi ataacha kuyatumia haya. Wanawachuoni wamewagawanya maji katika vigawanyo vikubwa vitatu. Maji aina ya kwanza ni maji tahur. Maji haya sifa yake ni maji ambayo yenyewe ni tohara, yani ni safi na yanaweza kutwahirishia. Yani maji haya ni maji mfano wa maji ya mvua, maji ya bahari, maji ya mto, maji ya maziwa, maji ya chemchem, maji ya kisima. Maji haya ikiwa hayakubadilika moja katika sifa tatu, rangi yake, ladha yake na harufu yake, basi maji haya ni tohara, yani ni masafi na yanafaa kutwahirishia na kutumika katika matumizi mengine. Yani kwa mfano, mtu amekwenda kuchukua maji katika kisima. Ikiwa maji yale katika kisima hayajabadilika rangi yake kwa kuingiliwa na kitu, hayajabadilika harufu yake na hayajabadilika ladha yake, basi maji yale ni masafi na yanafaa mtu kuogea janaba, yanafaa mtu kuogea hedhi, yanafaa mtu kutawadhia, yanafaa mtu kunywa, yanafaa mtu kuoshea vyombo, yanafaa kwa matumizi yote ambayo yanatakiwa kutumika. Hii ni aina ya kwanza ya maji. Aina ya pili ya maji ni maji ambayo wanawachuoni wanayaita maji tohara. Maji tohara ni maji ambayo sifa yake yale maji yenyewe ni tohara, kwa maana ni masafi. Lakini maji haya kwa sababu yameongezwa vitu ndani yake, hayafai kwa matumizi ya mtu kujitwahirishia. Yani kwa mfano, umetengeneza chai, chai ni maji. Umetengeneza juisi, juisi ni maji. Umetengeneza milkshake ambayo ni maziwa yamechanganywa na maji. Umetia asali kwenye maji, umetia sabuni kwenye maji, umetia unga kwenye maji. Yani ni maji ambayo yenyewe asili yake ni masafi, halafu yakaongezewa kitu ambacho kimeyabadilisha yale maji, rangi yake, harufu yake, ladha yake. Maji haya yanaweza kutumika katika matumizi mengine. Yani kwa maana ya kwamba soda, mfano soda ni tohara, unaweza kunywa. Juice ni tohara, unaweza kunywa. Chai ni tohara, unaweza kunywa. Lakini huwezi ukasema
mimi nimekosa maji ya kunawia au maji ya kuogea janaba au hedhi, ukachukua juisi au chupa ukajaza ndoo alafu ukaogea au ukanawia, uruhusiwi. Ni masafi haya, lakini hayaruhusiwi kufanyia usafi huo tahara. Na maji aina ya mwisho ni maji ya najisi. Maji ya najisi ni maji ambayo yamebadilika katika zile sifa tatu tulizozungumza. Ni maji ambayo ima yamenajisika kwa kubadilika rangi yake, kwa kubadilika harufu yake, kwa kubadilika ladha yake. Maji haya ni najis, hayafai katika matumizi ya aina yoyote kwa Muislamu. Kwa hiyo hivi ni vigawanyo vitatu vya maji ambavyo Muislamu anatakiwa avijue. Lakini kuna hukumu mbili katika maji kwa kumalizia. Hukumu ya kwanza katika maji, kuna maji mengi ambayo yanaitwa maji ya kullataini. Maji ya kullataini ni maji ambayo kwa kipimo chetu cha sasa yanakisiwa ni kwamba ni baina ya lita 216 mpaka 220. Maji haya ndio yanaitwa maji ya kullataini. Maji yenye kiwango hiki yanaitwa ni maji mengi. Maji haya ikiwa kitaingia kitu ndani ambacho hakitobadilisha ladha, harufu na rangi ya maji haya, basi maji haya bado yanaendelea kutumika. Kwa mfano, umeweka pipa lako la maji, akaingia mnyama mle ndani, labda ameingia mnyama kama panya, ameingia mnyama kama yoyote ambaye mnyama huyu hakusababisha kubadilika kwa harufu wala kwa ladha wala kwa rangi ya maji yale, basi maji yale yanafaa kutumika. Lakini maji haya yakiwa ni machache, hayakutumia kullataini, maji haya yakiingia kitu cha najisi, maanake maji haya yanakuwa yamenajisika. Hivi ndivyo aina za maji na namna ambavyo Muislamu unatakiwa uyafahamu maji, ili wakati tutapozungumzia tahara, namna ya kujitahirisha, tukikwambia watakiwa utumie maji yaliyokuwa tahara, utakuwa umeyajua ni maji gani yaliyokuwa tahara. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kuzifahamu ibada zetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.